Halmashauri kuu ya taifa ya chama cha ukombozi wa umma CHAUMMA kwa sauti moja imepitisha azimio kubwa la kumvua madaraka na kumsimamisha kazi mara moja aliyekuwa katibu mkuu wa chama hicho Salum Mwalimu, ambaye pia alikuwa mgombea wa nafasi ya rais katika uchaguzi mkuu uliopita wa mwaka 2025. Uamuzi huo mzito na wa kihistoria umefikiwa jana Juni 30 mwaka 2026 katika kikao maalum kilichofanyika jijini Dar es Salaam, ambapo wajumbe wote 31 wa kikao hicho cha halmashauri kuu walipiga kura kwa kauli moja kumfukuza rasmi mwanasiasa huyo mashuhuri nchini. Katika maamuzi hayo, wajumbe walitupilia mbali barua aliyokuwa ameandika mapema jana asubuhi kwenda kwa mwenyekiti wa chama hicho taifa, Mzee Hashim Rungwe, barua ambayo ilikuwa na ombi la kutaka kukaa kando kubisha uchunguzi wa tuhuma zinazomkabili, huku akiwa amependekeza Benson Kiraika achukue mikoba yake na kukaimu nafasi yake ya ukatibu mkuu. Vyanzo vya kuaminika vilivyopo ndani vya kikao hicho vimebainisha kuwa barua hiyo ya Salim Mwalimu ilikataliwa katakata na wajumbe wa halmashauri kuu kwa maelezo ya kisheria na kikatiba kwamba mtuhumiwa ana mamlaka yoyote ya kikatiba kujipangia adhabu anayotaka yeye, wala ana uwezo wa kumteua mtu mwingine yoyote kwa kuamua nafasi yake kuwa ya ndani ya chama. Kutokana na misingi hiyo ya kikatiba, wajumbe waliamua kuchukua hatua kali zaidi ya kumfukuza kazi kabisa na kumpa muda maalum ya kuhakikisha anadhibiti mali zote za ofisi ambazo zilikuwa chini ya mamlaka yake. Salum Mwalimu anafukuzwa katika nafasi hiyo baada ya kuitumikia kwa kipindi cha mwaka moja na miezi kadhaa pekee, huku akiondoka kwa aibu kubwa kutokana na kukabiliwa na mlolongo wa tuhuma nzito zilizowasilishwa dhidi yake mbele ya vikao vikuu vya maamuzi vya chama hicho cha upinzani. Halmashauri kuu imeridhia kwa dhati kumfukuza kazi kiongozi huyo kwa makosa makubwa ya matumizi mabaya ya fedha za chama, ukosefu mkubwa wa uwazi kwenye mapato na matumizi ya ndani, kubadilisha msimamo dhabiti wa chama kwa utashi na matakwa yake binafsi ya kisiasa, kushindwa kabisa kuheshimu uongozi mkuu uliopo, pamoja na kuendesha taasisi hiyo ya kisiasa midhili ya mali yake binafsi ya kifamilia. Sakata hilo kubwa linalotikisa uongozi wa chama hicho cha CHAUMMA ilianza kushika kasi kubwa juzi Jumanne tarehe 3 Juni mwaka 2026 pale Serengeti kuu ya chama hicho cha taifa ilipochukua hatua za dharura. Secretariat hiyo ilikuwa ikiongozwa kwa pamoja na viongozi waandamizi Benson Kigila, ikiongozwa na vilevile Edward Kinambo, Ismaili Kangeta, Aisha Madoga pamoja na Mohamed Bume, ambao walifanya maamuzi magumu ya kuwasilisha waraka rasmi wa kutokuwa na imani na katibu mkuu huyo mbele ya kamati kuu ya chama. Viongozi hao katika waraka wao walimtuhumu waziwazi Mwalimu kwa vitendo vya ubadhirifu wa mali za chama na uendeshaji wa mambo kwa kutumia ubabe usiopitiza, ambapo kamati kuu baada ya kutafakari kwa kina iliridhia tuhuma hizo na kuzongeza azimio hilo mbele ya kikao kikubwa cha halmashauri kuu ya taifa. Ili kujinusuru kwa dhoruba hii ya kisiasa, mapema jana asubuhi Jumanne, Salim Mwalimu alijaribu kwa kila namna kuzima zengwe hilo lililokuwa likinamkabili kwa kumwandikia barua ya haraka mwenyekiti wa taifa Hashim Rungwe, kieleza kuwa yuko tayari kabisa kujibu tuhuma zote zilizoelezwa dhidi yake na kuomba kupewa nafasi ya kukaa nje ya ofisi kwa muda badala ya kufukuzwa. Hata hivyo, jitihada hizo kufua dafu, kwani halmashauri kuu iliyoketi baadaye mchana ilipokea pia waraka mwingine mzito kutoka kwa makatibu wa mikoa yote nchini, ambao waliunga mkono kwa 100% na azimio la kamati kuu
ya kuamua kwa kauli moja kumwondoa jumla kiongozi huyo kwenye uongozi wake. Uamuzi huu wa halmashauri kuu ya taifa umeweka wazi kuwa hakuna mtu yeyote juu ya katiba ya chama na kwamba misingi ya uwajibikaji, uaminifu katika usimamizi wa rasilimali za fedha na kuheshimu mamlaka zilizopo ni mambo yasiyoweza kuchezewa na kiongozi yeyote yule, bila kujali umaarufu wake au nafasi kubwa aliyowahi kushika huko nyuma, ikiwemo ile ya kugombea urais wa nchi. Hatua hiyo inakuja wakati ambapo chama kinajipanga kuimarisha kisiasa baada ya mchakato mrefu wa uchaguzi mkuu uliopita, na sasa kinalazimika kufanya mabadiliko makubwa katika safu yake ya uongozi wa juu ili kuziba nafasi hiyo ya ukatibu mkuu iliyoachwa wazi kufuatia kufukuzwa kwa Salum Mwalimu. Viongozi wa ngazi za juu waliobaki sasa wanakabiliwa na kibarua kizito cha kurejesha utulivu na mshikamano ndani ya chama baada ya mtikizo huu mkubwa wa ndani uliosababishwa na mivutano ya kiutendaji na tuhuma za kifedha zilizomng'oa katibu mkuu huyo aliyedumu kwa kipindi kirefu. Makatibu wa mikoa na wajumbe wa halmashauri kuu wameonyesha msimamo wa dhati kwamba chama hakiwezi kuendeshwa kwa misingi ya maslahi binafsi au kwa mtindo wa kiongozi mmoja kujichukulia nafasi na maamuzi bila kushirikisha vikao halali vilivyoundwa kikatiba. Amri imetolewa na uongozi mkuu kuhakikisha kuwa taratibu zote za mabadiliko na maridhiano ya ofisi na mali zote zinazomilikiwa na chama zinafanyika haraka iwezekanavyo ili kuruhusu shughuli za kila siku za uendeshaji wa chama hicho cha ukombozi wa umma ziweze kuendelea bila vikwazo vyovyote vya kiutawala. Mabadiliko haya ya ghafla yanatarajiwa kuleta sura mpya kabisa katika uelekezo wa kisiasa cha Chauma ambacho kimekuwa kikijidhatiti kujenga uaminifu mbele ya wanachama wake na jamii kwa ujumla kufuatia changamoto mbalimbali za ndani zilizojitokeza hivi karibuni katika maeneo mbalimbali ya nchi. Hatua ya Secretariat kuangalia na makatibu wa mikoa kuwasilisha malalamiko yao mbele ya kamati kuu na hatimaye kufikia halmashauri kuu inaonyesha uwepo wa mfumo imara wa udhibiti wa ndani unaoweza kuchukua hatua pindi viongozi wanapohusika misingi au wanapokiuka misingi ya kazi zao. Maamuzi ya kikao hiki cha Dar es Salaam yanasalia kuwa mwongozo wa jinsi chama kitakavyosimamia nidhamu na rasilimali zake, huku kikiendesha na mikakati ya kujiimarisha kuelekea chaguzi zijazo na kuimarisha uwasilishaji ama ushawishi wake kwa wananchi kote nchini Tanzania. Vyanzo vya habari vinaendelea kuthibitisha kuwa hali ya utulivu inatawala katika makao makuu ya chama, huku maandalizi ya kumpata kiongozi mpya wa kudumu atakayeshikilia nafasi hiyo ya ukatibu mkuu yakianza kuwekwa wazi na mamlaka husika kikatiba.